Jioni tulivu kabisa katika uwanja huu wa KMC, sehemu ambayo inazikutanisha timu mbili zikienda kutafuta nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Simba Sports Club wakiwakaribisha Bigman Security. Nini ambacho kitakwenda kutokea? Tutasubiri wote kwa dakika 90 ambazo ziko mbele yetu, lakini kwa idadi ya mashabiki kadiri muda unavyosogea ndivyo ambavyo nao wanaongezeka. Itakumbukwa hali ya hewa haikuwa rafiki, ndio tayari imenasa, lakini ndio wakati ambao timu zinatoka kuelekea uwanjani, zinatoka kwa ajili ya kujua nini ambacho kitakwenda kutokea. Mmoja kati ya hawa wawili ndiye ambaye atasonga mbele, ni Simba ama Bigman Security. Haitoshtua kwa sababu tulishashuhudia Simba akiondolewa na baadhi ya timu kutoka madaraja ya chini, lakini pia hiyo ndiyo maana ya football. Mpira si mchezo ambao unaweza kuelezea kirahisi. Ali nahodha kwa upande wa Bigman akiwa mbele kabisa, akifuatiwa na kipa wake Nurdin Balora. Wengi wanaweza kumkumbuka nyota ambaye maisha yake hapa Tanzania alianzia biashara, akaenda KMC, lakini pia alipita Namungo. Seti ya waamuzi na yenyewe ikiwa tayari kwa ajili ya mchezo, wakiwa tayari kwa kupigwa na wachezaji wa Simba, wakiwa hivyo kwa wachezaji wa Bigman ambao mabadiliko ni ya wachezaji 8 kikosi cha Simba kutoka kile ambacho kilicheza mchezo wa ligi kuu ya NBC kwa mara ya mwisho hapa dhidi ya Dodoma Jiji na kushinda mabao 6. Wachezaji watatu tu ndio ambao wamesalia kwenye kikosi, akiwemo Fabrice Ngoma tamba usinga ule kwenye mkono wake, nyota wa zamani wa AS Vita, Fabrice zamani wa Wananchi na KMC, Ali akiwa hapo wakikabidhiana. Ni kumbukumbu hiyo, kwa timu zote mbili, na picha yote kwa pamoja ndio hiyo ambayo kwa Bigman kikosi chao ndio hiki. Baadhi ya wachezaji wanajulikana kabisa, wamekwisha pita kwenye ligi kuu ya NBC. Nilikutajia mwanzoni kabisa Nurdin Balora, lakini pia akiwamo Ali Jafal Mohamed, Musa Chambenga Mohamed. Hao ni baadhi ya wachezaji ambao walipata dakika katika ligi kuu. Fadlu David akiwa na shauku ya kuona timu yake inaendelea kufanya vizuri kama walivyofanya dhidi ya Kilimanjaro Wonders, lakini pia kama walivyofanya mchezo uliopita dhidi ya TMA. Kitu kubwa. Haya, Zuberi Katwila, kocha mwenye uzoefu mkubwa wa ligi kuu, lakini pia amewahi kucheza mpira akiwa na kikosi cha Mtibwa Sugar, akaifundisha. Inasubiriwa kutuanzishia mchezo huu, lakini kwa Hussein Abel anakwenda kuanza mchezo wake wa tayari. Filimbi ya Helisasi imekwisha pulizwa. Ni mechi ya mzunguko wa 5 kombe la shirikisho CRDB. Simba Sports Club, Fabrice Ngoma, Hussein Kazi Mohamed anapitisha ule mpira, hauna mwenyewe. Ngoma inakali, anapitisha mpira, kila anakwenda kulala, anachelewa na ndio amecheza foul. Hussein Kazi mapema kabisa dakika ya pili. Sasa Ali anapiga mpira moja kwa moja ambao anaupangua Hussein Abel na kupata kona kwa Bigman. Alivusha ukuta, lakini alinyosha mikono yake na kwenda kucheza mpira. Hussein Abel bisa mpira unajazana na upangua tena. Jean Shalawa alikuwa anaondoka, akawekwa chini na mlinzi wa kulia Halfan Twenye. Wekwa chini, anamtengea Mpanzu. Iacha wanakataa. Kevin Kijili. Mutale kacha pasi kwa Jean Shalawa ambaye anapitisha pembeni. Valentino Uma anakiwa Joshua Mutale. Huku ndiko ambako anatamba Joshua Mutale Budo.
ameianzisha mwenyewe, anakutana na mpira kwenye njia anaomalizia. Iliguswa ikaanzia kwake, akatengewa Valentine Nouma, mpira ambao akaurejesha pale pale kwa Joshua Mutale Mudo, vipas na yeye akasema hii ndio yenyewe, akakandamiza ule mpira. Simba wanatangulia. Ateba pitisha pasi ile, ameshapita Elim Panzu. Panzu jaribu kuwekwa chini, ni mkwaju wa penalty. Abubakar Ali naambiwa amecheza foul. Tafsiri ya Heli Sasi ni Elim Panzu amewekwa chini. Kitazama hata mlinzi kugusa mpira, amekwisha ruhusiwa. Ateba! Bao la pili kwa Simba. Falme Wanyika bado anaendelea kuunguruma, na bao la pili dhidi ya Bigman, akimuuza kabisa kumpeleka ndiko siko. Nurdin Balora. Simba 2 bado imo. Njia imekuwa ngumu kwa Simba, wanaondoka pembeni sasa. Joseph Musa inawekwa cross ndani, huku mpira mbona kwenda kujia kwenye net. Fantastic goal! Simba wanaruhusu bao, imepimwa na ikapimika kwa vipimo sahihi kabisa vya Joseph Musa. Dakika ya 45 ya mchezo, kipindi cha kwanza mwishoni, Bigman wanapata bao. Alitoka mbali, akamwangalia Hussein Abel alivyosimama, akaona anafaa kwa kuweza kufanya kitu, na kitu kimefanyika. Mateso mno kayapata Hussein Abel, ni mateso makali. Simba wanaruhusu bao la kwanza katika michuano hii, na wanaruhusu kutoka kwa Bigman. Aishi akiwa kwenye mpira wa kutenga ambao utaelekea lango la Simba. Hussein Abel tena amekwisha panga ukuta wake. Emmanuel Nyonyi mbali kabisa. Mabadiliko Simba anayofanya. Amazulu FC, South Africa Premium League round 22 today, and as you can see, the big match today is Amazulu against Mamelodi Sundowns, and as we know, Mamelodi Sundowns has played 21 games, and it goes 52 points, while Amazulu number 6 playing 21. And it goes only 30 points on the table. Number 1, Mamelodi Sundowns, following by Orlando Pirates and Stellenbosch.